Nite Kebe TZ, ndiye msimuliaji wako wa simulizi yetu hii mpya ambayo tunaenda kuendelea nayo, na ni sehemu ya pili. Twende nayo. Mvua kubwa ilianza kunyesha usiku ule, huku radi zikipiga angani. Ndani ya nyumba ile ya mawe, kelele za mapanga na vilio vya askari vilisikika kila kona. Kebe alikuwa amesimama katikati ya ndani, huku macho yake yakiwa yamefura kwa hasira. Askari wawili walimrukia kwa pamoja wakitaka kumkatakata mapanga, lakini aliwahi kuwazuia kwa kiti kizito cha mbao na kuwasukuma ukutani kwa nguvu. Nikamateni kama mnaweza, alipaza sauti. Kiongozi wa askari alitoa kicheko cha dharau. Una nguvu lakini huwezi kutoroka usiku huu. Mzee Mtabiri aliyekuwa amejeruhiwa alimvuta Kebe pembeni haraka. Tusichelewe, kuna njia ya siri nyuma ya nyumba hii. Walitoka kupitia mlango mdogo uliokuwa umefichwa chini ya mkeka wa zamani. Alitembea kwenye handaki refu lenye harufu ya unyevunyevu, huku sauti za askari zikisikika nyuma yao. Kebe alikuwa bado hajui ukweli. Babu, kwa nini wanataka kuniua? Mimi ni nani hasa? aliuliza kwa sauti nzito. Mzee akasimama taratibu, akamwangalia usoni. Miaka 20 iliyopita, mfalme wa kweli wa Gaga aliuawa kwa usaliti. Kabla hajafa, alimficha mtoto wake wa mwisho ili asiuawe. Mzee akavuta pumzi ndefu. Mtoto huyo ni wewe. Kebe alibaki kinywa wazi, moyo wake ulianza kwenda mbio. Haiwezekani. Ndio maana tangu utoto ulikuwa tofauti. Damu ya kifalme imo ndani yako. Walipofika mwisho wa handaki, walijikuta msituni. Upepo mkali ulivuma, huku miti ikitingishika vibaya. Mbali kidogo, moto ulionekana ukiwaka kijijini. Askari walikuwa wameichoma nyumba ya Kebe. Macho yake yalijaa hasira. Nitawaua wote, alisema kwa sauti ya chini. Lakini kabla hajaondoka, mishale mitatu ilitua mbele yao ghafla. Kundi la watu waliovalia mavazi meusi waliinuka kutoka gizani. Walikuwa na alama ya simba mikononi mwao. Kiongozi wao alikuwa mwanamke mwenye macho makali aliyeitwa Zainabu. Tumechelewa kidogo mfalme, alisema huku akipiga magoti mbele yake. Kebe alishangaa. Mfalme? Tulikuwa tukikulinda kwa siri miaka yote, sasa muda umefika uchukue kiti chako cha enzi. Mzee Mtabiri alitabasamu. Nilikwambia Gaga inakusubiri. Lakini ghafla mshale mwingine ulitokea gizani na kumchoma Mzee Mtabiri kifuani. Babu! Kebe alipiga kelele. Mzee akaanguka chini, huku damu zikimtoka mdomoni. Kwa taabu sana alimshika mkono Kebe. Usimwamini kila mtu, hata walio karibu nawe. Baada ya kusema hayo, macho yake yakafumba taratibu. Kebe alihisi dunia ikisimama. Hasira kali ilianza kuchemka ndani yake. Ndipo sauti nzito kutoka gizani ikasikika. Karibu kwenye vita ya kifalme, mfalme wa Gaga. Naam, itaendelea. Tukutane katika sehemu ya 3 tujue, je, ni nani aliyemkaribisha kwenye vita ya kifalme? Na je, ataweza kushinda? Nini kitatokea? Cha kufanya, subscribe, like, turn on notification ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na kadhalika. Comment nini kitaenda kutokea, ni wapi turekebishe, wapi tuachane napo, nini tukifanye, nini tukiache. Utakuwa umetisha zaidi. Sina cha kusema, msimuliaji wako ni mimi Kebe TZ, na la zaidi la kusema ni bye.